na wachungaji wote pamoja na mashehe. Huu mwaka ni mwaka wa kuomba sana. Tunahitaji tupate viongozi waaminifu kwenye taifa letu. Kitakacho watutoa kwenye umasikini ni uaminifu tu, lakini ni mbaya sana pale mnapompata kiongozi sio mwaminifu. Matokeo yake tena kuanza kutukanana pale ripoti za CAG tunapoanza kuzijadili. Kwa hiyo wananchi tunaowaongoza kwenye maeneo yetu, kila mmoja wetu wanatujua kwamba huyu ana tabia gani na huyu ana tabia gani. Kama kuna mtu ana tabia sio nzuri, sio mwaminifu sana katika serikali hii ya awamu ya 6 na tunaenda kupigiwa kura, wamalizane naye huko wananchi, ili huku tunataka warudi wale wenye nguvu ya Mungu, wenye upendo na taifa letu. Taifa letu tumelia na umaskini muda mrefu. Tunahitaji sasa yatosha. Waislamu na Wakristo waseme kwa jina la Yesu tunatuma viongozi ambao ni waaminifu, ili kusudi tupige hatua kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, inauma sana. Wapo watu wanaolipa ushuru, wanalipa kodi wakitegemea maendeleo waone kwenye maeneo yao. Inaumiza pale ripoti inapokuja kutoka ya CAG, tena kuna baadhi ya watu wenzetu wamelihujumu taifa. Ukiangalia Mheshimiwa Rais anavyopambana kutafuta miradi, anajibana usiku na mchana, anasafiri kuhakikisha kwamba taifa lake lisikwame. Miradi hii inatumwa kijijini. Huko kijijini wanaenda kupokea watu wetu ambao ni wataalamu wetu. Kweli wapo wazuri, lakini wapo na wabaya. Wengi ni wazuri, wabaya ni wachache. Kwa hiyo wachache watolewe kwenye mfumo, wabaki waaminifu, ili taifa letu liweze kupiga hatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu zipo changamoto katika miradi hii mingi tunajisifia. Kwa mfano mimi zaidi ya bilioni 74 nimepokea kwenye jimbo langu la Mbogwe. Lakini ipo miradi nyingine wananchi walikuwa wakishirikishwa. Mradi unakuja unatimilika kabisa, unajitosheleza. Mwananchi kwa vile hajui huko, mbunge na wao huko bize huko na vikao vya bajeti, wanaambiwa wananchi tena kuchangishwa, ambapo serikali hii imeshatoa jengo zima bila mwananchi kugusa kitu chochote. Lakini kwa kutokutambua wananchi wetu, wanaambiwa tena walete matafari, walete nondo, walete kokoto. Unajikuta pesa zilizotolewa kwa mradi mzima zinaishia kwenye mifuko ya watu wengine. Sasa hao ndio nawaombea washindwe kwa jina la Yesu na waweze kupotea kabisa kwenye taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru mama tena kwa kufungua demokrasia. Na juzi nimeona vyama 18 vimesaini. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu wote tukachukue fomu kuanzia tarehe 1 ili tuweze kupimwa na wananchi na tuweze kuingia kwenye michakato, na wananchi waweze kuhakikisha kwamba wanabadilisha uongozi mbovu, wanaweka mtu yule wanayemwamini. Lakini lipo swala lingine la rushwa. Niwaombe wananchi kupitia mkutano huu ama jukwaa hili la bunge, mtoa rushwa ni kansa moja kubwa sana. Kwenye maandiko matakatifu rushwa imekataliwa mara 3. Lakini pia hata sheria zetu rushwa hazitakiwi. Sasa wananchi unapopewa rushwa na mtu, isiwe ndoa ya kufunga naye. Wewe chukua rushwa, kaa kimya, alafu za kwako kwenye akili sasa kufikiria kwamba hii rushwa niliyopewa, huyu hana mapenzi mazuri na mimi. Mwisho wa siku usimpe kura kabisa, ili kusudi ajue kabisa kwamba unajua na tunajielewa vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kukushukuru wewe. Ninajua na wewe unaingia kwenye michakato hii ambao tunategemea kuingia wote. Mungu akubariki, Mungu akusimamia sana Mwenyekiti, na wewe ukavuka salama. Imani yangu tutarudi pamoja Mwenyekiti. Lakini cha msingi tumtangulize Mungu. Cha msingi tumtangulize Mungu Mwenyekiti. Hata faula tutakazoanza kuzicheza huko baada ya bunge letu tukufu kuvunjwa tarehe 27, najua kila mtu atatoka na sura yake hapa. Kwa watu muombe Mungu, lakini vile na vyombo ambavyo vimepewa kutusimamia kama marefari wetu, haki ndio kitu pekee ambacho kitatuvusha salama. Kwa sababu hata vurugu huwa zinaanzia pale haki inapokuwa haipo. Ukisoma hata jinsi vita zinavyotokea nchi zingine, chanzo kabisa haki, ukikuta haki imepindishwa lazima vurugu itakuja tu. Ndio maana mimi nasemaga kipaumbele changu mimi ni haki, amani baadaye. Mtu akivunja haki yangu lazima tuvurugane, mambo ya amani yatakuja baadaye. Kwa hiyo nitoa wito kwa wale wote viongozi waliochaguliwa kutusimamia kwenye uchaguzi huu, watende haki ile ya Mungu. Mimi Maganga, kama kula zangu hazitoshi, ziache hivyo hivyo, zikae hivyo hivyo, usiniongezee wala kuniibia kula. Nikiwa nimeshinda, ziache hivyo hivyo, kula zangu zikae hivyo hivyo.
kwa sababu mimi siamini katika haramu kwenye maisha yangu. Haramu, mimi ni mtu wa halali. Kwa maana hiyo, na wabunge wenzangu niwaombe tusiwe na ubaridi wala unyonge, twendeni tukapambane na tuhakikisha tunatafuta haki ya Mungu, na tukipata haki na maana taifa letu litazidi kuwa la haki. Tukipata haramu ina maana na taifa letu litakuwa haramu kwa sababu tulipatikana kiharamu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru Mungu, nikushukuru sana, niwashukuru watu wote mlionisikiliza. Asanteni sana na Bwana awabariki sana.